wal 40 asraruhum matiyah. 40 na hii 40 ina siri hii. Ndio mpaka leo watu kuna kitu wanakiita 40. Kuna kitu kinaitwa 40 leo. Leo marehemu kafa jamani, leo ni 40. Inapigwa vita kwa namna yake, lakini wengine hawaipigi vita, wanaiunga mkono kwa namna yao, si kwa ubid'a wake. Sababu 40 ina siri. Wewe mwenyewe ni 40. Wewe umekaa ukiwa ni maji tu siku 40. Zilipokwisha ukageuka ukawa pande la damu siku 40. Zilipokwisha ukageuka ukawa pande la nyama siku 40. Baada ya hapo ndipo akatumwa malaika kufanya vitu vyake. Lakini baada ya miaka 40 unakuwa umekamilika. Mtu miaka 40 ndio kukamilika kila kitu, la yazid wala yanqus. Si akili, si nguvu, si kila kitu, amekamilika. Unapewa miaka 20 ukae uko pale pale, huzidi hupungui. Baada ya hapo sasa unapungua kidogodogo. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kuzeeka kwa wale watu wenye ibada ni tofauti na kuzeeka kwa wasiokuwa na ibada. Na hakuna nabii kapewa utume ila ni kwenye miaka 40, labda wale maalum wa qalilum mahum, lakini lazima miaka 40. Na 40 ifuatie utaikuta katika mahali 40 ina siri 40. Sasa ukiwa wewe mtu mmoja mzuri maridadi, takwa nini hivi, ni siri 40. Lakini 40, hebu angalia Nabii Musa wa Harun alayhim assalam walimuomba Mwenyezi Mungu amgharikishe Firaun. Mwenyezi Mungu akawaambia, qad ujibat da'watukuma fastaqima, maombi yenu yamejibiwa, muendelee na istiqama, mnyooke kufanya mambo ya kheri. Tangu kuwaambia vile mpaka kugharikishwa ni miaka 40. Hii 40 ina nini? Fihi shay'un, fihi sirrun. Na ndio wale watu wakaona kwamba kwa siri ya 40, kwa kila baada ya 40 kuna mabadiliko. Leo ndio tumsomee hitima mtu wetu, tufanye mandazi, tufanye nini. Ni siri ya 40. Baada ya 40 huwa kuna mabadiliko fulani ya kheri yanafanyika. Baada ya bid'a chukua mwenyewe.